Uimarishaji wa elimu ya juu nayo pia ni sehemu ya mkakati kupitia uwekezaji katika miundombinu ya vyuo vikuu, ufadhili wake, na ufadhili huu unaenda pia kwenye tafiti, na tumeimarisha ushirikiano na sekta binafsi katika tafiti na bunifu mbalimbali hapa nchini. Lakini la nne, tumeanzisha programu ya taifa maendeleo ya ujuzi, inaitwa National Skill Development Program, ambayo inalenga kujenga ujuzi kwa vijana katika sekta za kilimo, viwanda, teknolojia, nishati, lakini tumepanua wigo na sekta zenye uhitaji kwenye soko la ajira. Tano, tumefanya maboresho ya sera ya ajira ambako kazi imepewa kipaumbele, na serikali imeendelea kuimarisha mifumo ya ajira serikalini, kuboresha maslahi ya wafanyakazi na kukuza upatikanaji wa fursa za ajira kupitia uwekezaji wa hapa ndani, lakini pia uwekezaji wa nje. Ndugu washiriki, kupitia hatua hizi kwa uchache, serikali inalenga kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa na nguvu kazi yenye ujuzi wa kisasa inayowezesha kushindana na soko la ajira la kikanda na kimataifa na kuchochea ukuaji wa uchumi wa taifa letu. Ndugu washiriki, ofisi ya Waziri Mkuu imeendelea kuendesha mpango wa uwanangezi unaopata vijana wenye uhitaji wa ujuzi na maarifa na kuwagharimia kuenda vyuo mbalimbali vya ufundi kwa kipindi cha miezi 6 kusomea, lakini kufanya kwa vitendo eneo ambalo analihitaji la kupatia ujuzi. Programu hii mpaka tunapomaliza leo tumeshafikia vijana 77,145 ambao tayari wamepata ujuzi kwenye maeneo mbalimbali. Na kwa kuwa waziri wa nchi, ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia kazi, ajira, yuko hapa, na kama atakuwa ni miongoni mwa watu wa mada atalieleza vizuri jambo hili na namna ambavyo lilivyo na tunavyoweza kulifikia. Ndugu washiriki, sambamba na ujenzi wa nguvu kazi yenye ujuzi, ubunifu na tija kuelekea dira yetu ya mwaka 2050, napenda nitumie nafasi hii kusisitiza haya yafuatayo kwa wote wanaoguswa na maeneo haya wayatilie maanani. Moja, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kushirikiana na Tume ya Vyuo Vikuu TCU na Baraza la Elimu la Ufundi NACTVET, hakikisheni kwamba mitaala yote inakidhi mahitaji ya sasa, hasa kwenye soko la ajira, sambamba na kuimarisha ubora wa elimu ya awali, msingi na sekondari, ili kila mtoto wa Tanzania apate elimu hii ya msingi imwezeshe kuendelea mbele, na hasa katika kupata ujuzi, fikra pevu tangu anapokuwa na umri mdogo. Ya pili, kwa vyuo vya VETA, vyuo vya maendeleo ya wananchi na vyuo vyote vya ujasiriamali kote nchini, andaeni mitaala inayojibu mahitaji halisi ya sekta za uzalishaji. Tatu, kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Chuo Kikuu cha Sayansi Teknolojia cha Mbeya MUST, DIT na vyuo vingine vya ufundi, kuweni imara katika teknolojia za viwanda, nishati safi na uchumi wa kidijitali, sambamba na kushirikiana na Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH katika kuhamasisha ubunifu unaotatua changamoto za jamii. Na kwenye hili mkae pamoja, muandae siku maalum ya kupokea ubunifu kutoka kwa Watanzania, uratibiwe na upate mwongozo wa kuingia kwenye soko la ajira. Tumedhamiria, tunaboresha elimu yetu.